baada ya dakika 90 kukamilika katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF, Azam FC dhidi ya Wydad Casablanca, na Wydad kuondoka na ushindi wa bao 1-0 mbele uwanja wa Azam Complex wakiwa ugenini, na Azam FC wakiwa nyumbani wakiwa wamefungwa. Na huu ni mchezo wa pili katika mashindano hayo ya CAF Federation Cup ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa Azam FC wamepoteza michezo miwili hadi hivi sasa. Na meneja wa habari ama mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano cha Azam FC Zaka Zakazi amezungumza na waandishi wa habari baada ya mchezo huu kutamatika katika uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar, na kusema kwamba wana matumaini na mashindano haya na wana imani kabisa wataweza kufuzu na kuingia katika hatua ya robo finali kwenye mashindano haya ya kombe la shirikisho barani Afrika, na akidai kwamba wamesema wamenyimwa magoli mawili kabisa ya wazi na penati. Wamechinjwa ama wamechinjwa, walikuwa wamepata penati, lakini mwamuzi ameweza kukanusha kwamba hiyo sio penati, na magoli mawili ambayo wamesema kwamba wao wamepata na kukanusha kwamba sio magoli. Utamsikiliza hapa Zaka Zakazi ikielezea namna ambavyo walivyochinjiwa penati lakini na hayo magoli, na kusema kwamba mwamuzi amewafanyia ubaya ubwela kama alivyofanyiwa Africans, lakini wao bado wana matumaini na mashindano haya na watafanya vizuri zaidi kwa sababu mechi bado, mashindano haya ni bado yanaendelea, na wana matumaini kwamba watakapokutana na Nairobi United watafanya vizuri na kuondoka na ushindi mnono na alama 3 ndo muhimu zaidi. Zaka Zakazi huyo hapa, tuungane naye kwa ajili ya kusikia kile ambacho amekizungumza baada ya mchezo huo kutamatika pale katika uwanja wa Amani Complex Zanzibar. Wana uzoefu wa kutosha, lakini wana ubora pia wa kuweza kuamua mechi katika mazingira magumu. Kwa aina ya matokeo ambayo mmeyapata, ni mechi ya pili mnapoteza Zaka, matumaini bado yapo katika mechi ambazo zimesalia? Ya, matumaini bado yapo kwa sababu kuna mechi 4 mbele, na sio tu sisi tunatakiwa tupoteze, hata wao wenzetu wana nafasi ya kupoteza pia. Hizi mechi atapoteza huyu, atapoteza huyu, utashinda wewe, utampunguza huyu, tutafika hapo mbele. Mimi tunaamini kwamba nafasi bado tunayo na tutatumia vizuri nafasi hiyo, kwa sababu mechi zilizobakia ziko baada ya dirisha dogo. Kwa hiyo tunayo nafasi ya kuendelea kujimarisha kwenye timu yetu, tunayo nafasi ya majeruhi wetu kupona na kurudi kwenye timu, unafahamu zote zipo, ya kufanya mazoezi zaidi. Naamini kabisa nafasi ya kurekebisha timu tunayo na kubadilisha msimamo wa kundi. Unadhani ubora wa kikosi ndio umefanya mpoteze mchezo leo? Nadhani nishajibu hilo swali. Zaka, kauli mbiu ya sisi kweli inawezekana inaendelea kutumika katika mechi ambazo zimesalia huko mbele, na inatumika kama morali ama kuwatia hasira zaidi? Ile kauli imeisha leo hapa. Ya, ile ilikuwa kwa ajili ya mechi hii. Huko mbele tutakuja na kauli zingine. Sisi ni matajiri wa kauli hizi, tunazo nyingi sana. Kwa tegemeo lolote linaweza likatokea huko mbeleni. Sasa tumeona mashabiki ambao wanataka kwa sababu tumeona mchango wao pia. Tunazungumza nini labda? Nawashukuru sana, wamefanya kitu kikubwa ambacho tumekiona na tunathamini sana mchango wao, lakini mashabiki ndio wenye timu. Wenye timu walikuja kwenye timu yao kuishabikia, kuishangilia timu yao, kuunga mkono timu yao. Timu inapopoteza tumepoteza wote. Mashabiki wamepoteza, wachezaji wamepoteza, na kila mmoja akapoteza kwenye timu. Wamekuja, tumepoteza pamoja, tuna maumivu pamoja, lakini tunacho cha kujivunia kwamba kwa namna tunaona timu yetu tunapiga hatua kidogo kidogo kwenda mbele, na Roma haikujengwa siku moja. Sasa